Leo nitakutajia watu wa aina 5 ambao watu hao hutakiwi kuwapa mkono wako, kwa sababu ukiwapa mkono wako wana uwezo wa kuiba nyota yako mara moja. Unapozungumzia kwa habari ya kumpa mtu mkono, maana yake ni kumsalimia. Yaani ile unapompa mtu mkono namna hii, mtu anaweza akaiba nyota yako. Mkono wako ina nguvu kubwa sana, kwa sababu moja kati ya sehemu ambayo nyota ya mtu huwa inakaa kwenye mkono wake. Kwa mtu anaweza kana salimiana na wewe, na katika kukusalimia wewe akabeba nyota yako, akaiba nyota yako. Huenda ni nyota ya biashara, huenda ni nyota ya ndoa, huenda ni nyota ya mahusiano. Kwa sababu wengi sana mnahangaika siku leo kwenye mahusiano, mnahangaika sana kwenye biashara zenu, ni kwa sababu mlikuwa na tabia ya kupa mkono kila mtu. Kuna watu mliwapa mikono, watu ambao hamtakiwa kuwapa. Kwa siku leo nitakuonyesha watu hao ambao hutakiwi kuwapa mikono. Na baki mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakuombea wewe ambaye ushawahi kuwapa mkono watu wa namna hii bila kujua, na huenda nyota yako tayari imekwisha kuibiwa. Kwa hiyo nitakuombea maombi ya kuweza kurudisha nyota yako mwishoni mwa video hii. Sasa ninapokwenda kuonyesha watu hawa 5 ambao hutakiwi kuwapa mikono, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Sasa mtu wa kwanza ambaye hutakiwi kumpa mkono ni mganga wa kienyeji au mchawi. Inawezekana pale mtaani kwenu kuna mtu anajulikana kabisa, huyu kazi yake ni uganga wa kienyeji. Jua kabisa kuna wateja wake wengine ambao ni wafanyabiashara, na hawa wafanyabiashara wanatafuta nyota. Maana kuna mtu mwingine unaweza kuwa unamsalimia, huenda ni mganga wa kienyeji huyu mtu. Unapokuwa unamsalimia, yeye muda wote anakuwa ni kama ameng'ang'ania mkono wako hivi, hataki kuachia huo mkono. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu anajua ni kitu gani anachokuwa anakifanya kwenye maisha yako. Mtu huyu anaweza kawa muda huo ambao ameshika mkono wako ndio muda ambao anachukua nyota yako aweze kwenda kuitumia, au aweze kwenda kuwapa watu wengine. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 18 na ule mstari wa 10 mpaka 12 inasema, asionekane mtu kwenu afanyaye uganga wala mchawi atakayeshirikiana na mizimu. Unaona, Biblia inatukataza, maandiko yanatukataza kwamba waganga usishirikiane nao. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu, mganga atibu pekee watu ambao wana matatizo ya kawaida? Hapana, mganga anatibu mpaka watu ambao wana matatizo ya biashara, ya uchumi. Jiulize, mtu anaenda kwake ni mfanya biashara, anatafuta nyota ya biashara, huyo mganga anaipata wapi nyota ya biashara kama sio kwako wewe ambaye anashikana na wewe mikono? Mtu anaenda kwa mganga anataka nyota ya maarufu, huyo mtu hana nyota ya maarufu. Nafikiri mganga anaipata wapi nyota ya maarufu? Nyota lazima inachukuliwa sehemu, inahamishiwa, inapelekwa kwa mtu mwingine, na nyota inaweza kuchukuliwa kupitia mkono wa mtu. Ndio maana kuna nyakati nyingine unatamani kumpa mtu mkono, lakini ndani yako usikie amani, ndani yako ujisikii ile hali ya kutaka kusalimiana na huyo mtu, ndani yako ujisikii ile hali ya kumpa mkono huyo mtu. Usilazimishe. Kama ujisikii hali hiyo, achana mara moja, kwa sababu huenda roho yako inakwambia kwamba mtu huyu ni mtu mbaya, mtu huyu anataka kuiba nyota yako, mtu huyu anataka kuchukua nyota yako. Kwa hiyo mtu wa pili ambaye unatakiwa makini sana kipindi ambacho unampatia mkono ni mtu ambaye anaumia kipindi anachoona mafanikio yako. Kitabu kile cha Mwanzo ile sura 37 na ule mstari wa 11 nasema, basi ndugu zake wakamuonea wivu Yusufu wakamuuza. Mtu ambaye anaumia akiona mafanikio yako ni swala la muda tu, anaweza kukuuza na uweze kujua anakuazia nini. Kwa hiyo unapokuwa unampa mkono, unaweza kukuta mtu yule labda ni mshirikina, ama mtu yule ameshaenda kwa mganga wa kienyeji tayari. Unakuta mtu ashapaka madawa kwenye mikono yake na anakuja kukupa mkono wako moja kwa moja, na wewe unajua kabisa mtu huyu anachukia mafanikio yangu, mtu huyu hapendi mimi ninapofanikiwa. Kwa sababu mtu anayechukia mafanikio yako unamuona tu machoni, unamuona tu usoni, unafanya kitu anakusifia, lakini kama anaumia. Mtu huyu ni kama anajisikia vibaya wewe unavyozidi kufanikiwa. Kwa hiyo unatakiwa umakini sana. Mtu ambaye anachukia mafanikio yako ni mtu mbaya kuliko kawaida. Huyu ni sawa sana mchawi, kwa sababu anaweza kufanya lolote lile ili kuweza kuangusha mafanikio yako. Muda mwingine watu wanaochukia mafanikio yetu wanaweza kuwa ni marafiki. Unaona kabisa huyu ni rafiki, lakini ninapoenda kumpelekea taarifa zangu za mafanikio, huyu mtu mbona anaonekana kama anaumia, huyu mtu mbona anaonekana kama hapendi, huyu mtu mbona anaonekana kama hayuko comfortable. Kwa nini hayuko comfortable? Ni kwa sababu kile kitu ambacho anafanya yeye hapendi. Kwa namna ambavyo Mungu anakupeleka mbali, namna ambavyo Mungu anakuinua, huyu mtu hapendi, anachukia. Na swala la kupeana mikono sio swala la kuibia tu nyota. Mtu anaweza kahamisha maroho mabaya yaliyopo ndani yake akakupa wewe. Mtu anaweza katoa mikosi na mabalaa kutoka kwake akaweka kwako. Ndio maana hata tunapoombea watu tunawekea mikono. Kwa nini tunawekea mikono? Kwa sababu mikono ina uwezo wa kupitisha nguvu, mikono inaweza kusafisha nguvu, mikono inaweza kusafisha roho. Kwa hiyo mtu huyu sio kwamba anaweza tu akaiba nyota peke yake, hapana. Mtu huyu pia anaweza kapanda mapepo juu ya maisha yako, anaweza kapanda mikosi juu ya maisha yako, anaweza kapanda mabalaa juu ya maisha yako. Na mtu anatakiwa unatakiwa kumpa mkono kabisa ni msoma nyota. Kitabu cha Isaya sura 47 ule mstari wa 13 mpaka ule wa 14. Nini utakiwa kumpa mkono msoma nyota? Ni kwa sababu wasoma nyota wengi kipindi ambacho anataka kusoma nyota huwa anamwambia mtu, naomba mkono wako niuangalie. Yule msoma nyota anapochukua mkono wako, anapoangalia hivi, ana uwezo wa kusoma nyota yako, akajua wewe ni nani, utakuja kuwa nani, ama wewe utakuja kuwa mtu gani. Sasa huyu msoma nyota anaweza ndani yako akaona kuna nyota umaarufu, anaweza kaona ndani yako kuna nyota utajiri. Na huyu msoma nyota anatamani kuweza kukubalika. Huyu msoma nyota anatamani watu waweze kumtambua, anatamani watu waweze kumjua, anatamani aweze kupata umaarufu. Kwa ndani yako wewe anaona nyota umaarufu, afu yeye sio maarufu. Atakachokifanya ni kweli atakusomea hiyo nyota, na baada ya kusomea hiyo nyota ana uwezo wa kuchukua hiyo nyota yako na akajipandikizia mwenyewe, akaitumia yeye kwa manufaa yake kama yeye. Ama wewe ndani yako una nyota kubalika, una nyota ya kibali. Yaani wewe kila sehemu unapoenda unapendwa, kila sehemu unapoenda watu wanakutafuta, watu wanakusifia. Huyu msoma nyota yeye hakubaliki. Huyu msoma nyota yeye hana kibali ndani yake. Na muda huo anatafuta kibali, anatamani watu waweze kumkubali, anatamani naye aweze kupendwa. Kwa ndani yako anapoona nyota ya kibali, baada ya kukusomea tu ana uwezo wa kuichukua hiyo nyota.
ana uwezo wa kuiba hiyo nyota na akaitumia yeye ili aweze kubalika. Yani kwa namna ambavyo ulikuwa unatakiwa kubalika wewe, huyo msoma nyota anaanza kubalika. Kwa namna ambavyo ulikuwa unatakiwa kukua wewe, huyo msoma nyota naye anaanza kukua. Kwa namna ambavyo ulikuwa unatakiwa ukue, uende mbali, upae, uongezeke katika viwango visivyokuwa vya kawaida, naye msoma nyota huyo anaanza kuongezeka katika viwango hivyo hivyo. Kama mtu anaweza kaiangalia nyota yako akaijua, anashindaje kuichukua? Ama muda mwingine huyu msoma nyota ndani yako anaweza kaona una nyota ya mafanikio. Yani wewe Mungu amekupangia kwamba kila kitu unachokifanya uweze kufanikiwa, kila kitu unachokishika uweze kufanikiwa. Huyu msoma nyota naye anatamani aweze kufanikiwa kwenye hiyo career yake ama kwenye hicho kitu chake anachokifanya cha kusoma nyota. Wewe unafikiri anafanyaje baada ya kusoma hiyo nyota? Na mtu mwingine ambaye unatakiwa nawe makini sana kipindi ambacho unampa mkono ni mtu anayekuchukia bila sababu. Kitabu cha Zaburi sura 35 na mstari wa 19 unaona pale anaonyesha kwamba Daudi kuna watu walikuwa wanamchukia bila sababu. Sababu mtu anayekuchukia bila sababu, kuna muda sio kwamba anakuchukia wewe, ila anakuchukia kitu ambacho kiko ndani yako. Unaweza kukuta mtu huyo ana mapepo ndani yake ambayo anaweza kaangalia nyota. Mtu huyo anaona ndani yako ya kwamba una nyota kali sana. Muda huo anaona kwamba una nyota kali sana, anaanza kuonea wivu. Unasema mimi mtumishi wa Mungu, mbona ananipiga vita watu? Mbona watu wananiangalia sana? Mbona watu mtumishi wa Mungu wananipiga vita? Mbona mimi sina chochote? No, sio kwamba una chochote, nyota yako ni kali sana. Mtu ambaye ana nyota ambayo ni kali, mtu ambaye ana nyota ndani yake, mtu ambaye ndani yake ana nyota ya mafanikio, ni swala la muda tu. Anaweza akawa hajafanikiwa leo, kesho wala kesho kutwa, lakini huwezi kujua baada ya miaka miwili atakuwa yuko wapi. Huwezi kujua baada ya mwaka mmoja atakuwa wapi. Huwezi kujua ni matukio gani ambayo Mungu atayasababisha hapa katikati ambayo atafanya mtu huyu aweze kuinuka. Kwa watu wengi sana wanatuchukia bila sababu, ni kwa sababu ya nyota zetu. Sasa mtu huyu ambaye anakuchukia kwa sababu ya nyota yako na wewe haujui, anaweza kuwa ni rafiki yako, anaweza kuwa ni ndugu yako anakuchukia bila sababu, ila anakuchukia ni kwa sababu ya nyota yako. Huwezi jua anaweza kaja kufanya kitu gani kwenye maisha yako. Kwa mtu huyu ambaye anakuchukia anaweza kaenda kwa mganga wa kienyeji, mganga wa kienyeji akamwambia kwamba bwana, ili kuchukua nyota ya mtu nenda tukamshike na mkono wako. Na mtu huyu anapokupa mkono unakuta kweli mambo yako yanaanza kuharibika. Mambo yako yanaanza kwenda vibaya. Haujui ni kwa nini mambo yako yanaenda vibaya. Ghafla vitu vyako vinaanza kuharibika. Unapogundua kwamba mtu anayekuchukia bila sababu anakuja kukupa mkono, angalia kwanza amani yako ya moyo. Kama ndani yako usikia amani ya moyo, unaweza kawaida tu kumpa mkono ukampungia mkono wako kwa mbali. Unampungia mkono wako kwa mbali, unamalizia hapo, unaishia hapo. Usiende kung'ang'aniza eti kumpa mkono. Unakwenda kumpa mkono na moyo wako ulikuwa ujisikii kumpa mkono, unang'ang'aniza, mtu huyu anaweza kabeba nyota yako. Sasa muda huu unapokwenda kuonyesha mtu wa tano ambao utakiwa kumpa mkono wako, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Lakini kama bado hujalike, basi unaweza ukalike mahali pale. Na mtu wa tano ambao utakiwa kumpa mkono wako ni mshirikina. Kuna tofauti kati ya mchawi, mganga na mshirikina. Mchawi ni mtu ambaye anafanya uchawi yeye kama yeye. Mshirikina ni mtu ambaye ana tabia za kwenda kwa waganga. Yaani yule mtu ambaye hata kiuma kichwa anahisi amerogwa, anakimbilia kwa mganga wa kienyeji. Yaani hata tumbo likimuuma anahisi kwamba amerogwa, anakimbilia kwa mganga wa kienyeji. Kwa makini sana mtu wa namna hiyo. Kwa sababu mtu wa namna hiyo anaweza kaenda kwa mganga na uweze kujua huyo mganga anamwambia nini. Kwa sababu waganga wengi ni wachochezi, waganga wengi ni wagomvi, waganga wengi ni wachonganishi. Mtu huyo anaweza kaenda kwa mganga, yule mganga akamwambia kwamba aliyekuroga ni huyu hapa. Anakuonyesha wewe rafiki yake. Yaani aliyekuroga ni huyu rafiki yako ambaye unapatana naye. Huyu rafiki yako ndiye anayezimisha nyota yako. Kwa hiyo ili uweze kuzimisha kwake, fanya kitu 1 2 3 4 5. Kwa hiyo unaona anachonganisha. Kwa sababu mganga hawezi kukusaidia wewe. Yaani unatakiwa ujue hiyo swala. Unapoona mganga kienyeji kwamba anakupa msaada, ni kwamba yeye ameshachukua kitu kikubwa sana ndani yako. Sasa muda huu nataka nikuombee wewe ambaye umeibiwa nyota yako aidha kwa kushika mkono ama kwa njia yote ile. Nataka nikuombee nyota yako iweze kurudi muda huu. Nyosha mkono wako kulia juu na niweze kuombea. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, ninaombea nyota ya dada huyo ambayo imechukuliwa, nyota ya kaka huyo, nyota ya baba huyo iweze kurudi kuanzia sasa. Hiyo nyota iliyochukuliwa kwa kushikwa mkono, hiyo nyota iliyochukuliwa kwa kiganga, hiyo nyota iliyochukuliwa kwa njia zinaa, Baba nairudisha kuanzia sasa ndani yake kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Nyota ya biashara irudi, nyota ya ndoa irudi, nyota ya mafanikio irudi, nyota ya umaarufu irudi, nyota ya biashara irudi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi unaweza kaandika pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na pia unaweza kujiungamanisha kwa njia ya sadaka yako kupitia maombi haya ambayo nimeomba mahali hapa siku ya leo. Ukimwambia tu Mungu kupitia sadaka hii ambayo naitoa kwenye madhabahu hii siku ya leo, nyota yangu iliyokuwa imeibiwa kwa njia yoyote ile ikanirudie kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu akarudisha nyota yako iliyokuwa imeibiwa kuanzia sasa. Kwa namba za sadaka ni hizo namba ambazo unaziona hapo chini kwenye screen yako. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya ukawe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.